turejee Eden. Turejee Eden. Turejee Eden ni neno ambalo limekaa kama muktadha wa kidini, but ninazungumza kwa muktadha wa kijamii, kwa muktadha wa kifalsafa na kwa muktadha wa kisaikolojia. Eden, tunaposema turejee Eden, manake turejee kwenye zile tamaduni zetu za kale. Sasa hizi tamaduni za kale ni tamaduni ambazo Mwenyezi Mungu aliweka mfumo wa mwanadamu kuishi duniani. Unajua tabia nyingi ambazo tunazo hii leo, tabia nyingi ambazo tunazo hivi sasa ni tabia za kutengeneza. Ni scripture. Kuna mtu ametengeneza kwa ajili ya faida yake yeye binafsi au kwa ajili ya faida ya jamii yake. Matatizo mengi ambayo tunayo ile ni matatizo ya kutengenezwa. Je, ushakutana na matangazo mbalimbali? Kuna watu wanatibu nguvu za kiume. Kuna watu wanatibu vidonda vya tumbo. Kuna watu wanatibu kansa. Kwa mfano nguvu za kiume, kiuhalisia hamna kitu kinachoitwa nguvu za kiume. Hamna kitu kinachoitwa kansa. Hamna kitu kinachoitwa nguvu za kiume wala kansa wala vidonda vya tumbo. Inachekesha. Najua ni ngumu kukubali kwa jinsi tulivyoishi. Tumeishi maisha mengi marefu. Maneno tukiwa tunayasikia kila uchao: nguvu za kiume, kansa, vidonda vya tumbo. Mtu kimuuliza nguvu za kiume ni nini, huyu ambaye anakuambia masuala kwa kuna upungufu, anaweza kukwambia kuwa una upungufu wa nguvu za kiume. Ukimuuliza nguvu za kiume ni nini, hawezi kukujibu. Why? Kwa sababu hamna kitu kinachoitwa nguvu za kiume. Same to cancer, same to vidonda vya tumbo. It's fun, but mimi ni Asim Julius. Leo tunaenda kuzungumzia nguvu za kiume. Nguvu za kiume sio kitu halisi. Ni illusion. Ni kitu cha kufikirika. Ni kitu ambacho watu wametengeneza huo uoga. Wachokonozi wanakuambia kuwa umeuziwa uoga. Wamekuuzia uoga na umekubali kununua huo uoga, ndio ukapelekea kuwa na hili tatizo la nguvu za kiume. Kwa sababu ukimuuliza mtu anaweza kukwambia kwa nguvu za kiume ni hali ya mwanaume kushindwa kumridhisha mwenza wake katika tendo la ndoa. Anaweza kukuelekeza hivi kwa ni ukosefu wa hizo nguvu ambazo zinasababisha mwanaume kumridhisha mwenza wake kwenye tendo la ndoa. It's funny. Inachekesha. Asili hicho kitendo cha mwanaume kutokumridhisha mwanamke linatokana na tatizo moja tu: utasa au ugumba.
Utasa manake mtu akiwa tasa manake hatakuwa na uwezo wa kupata zile stimulus, hatakuwa na ule uwezo wa kuwa na hizo hisia zitakazopelekea asimamishe uume. Kwa ule uwezo tu wa kusimamisha uume ndio nguvu zenyewe za kiume. Hizi ndizo nguvu zenyewe. Sasa ukishasimamisha manake wewe hauna tatizo. Lakini kuna mtu anakuambia kwa mimi bwana nafanya dakika moja tu tayari, mwenyewe anakuambia kimoko chali, dakika moja tu akishaenda hawezi kurudia. Anaoja. Lakini sasa huyu kuna sababu mbalimbali ambazo zinapelekea akienda mara moja asiweze kurudia, na akienda anachukua muda mfupi kufika kileleni. Kuna sababu mbalimbali. Sababu ya kwanza, don't forget to subscribe, like, comment and share.